Na habari za wakati huu, mtazamaji wa Fazakil TV, karibu katika muhtasari wa habari za siku hii ya leo. Msomaji wako ni mimi Halima Chomba. Moja kwa moja tuende kwenye habari inayosema Rais Samia aunda tume kuchunguza Oktoba 29. MC Pilipili amekufa kwa kipigo. Na habari nyingine ya kimataifa, mwili wa Mtanzania Joshua Mollel kuwasili hii leo. Moja kwa moja tuanze katika habari yetu ya kwanza ambayo inasema Rais aunda tume kuichunguza Oktoba 29. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameunda tume huru ya uchaguzi kwa ajili ya kuchunguza matukio yaliyotokea nchini kabla na baada ya uchaguzi. Tume hii imeundwa ikiongozwa na Jaji Mkuu mstaafu wa Mahakama ya Tanzania Mohamed Chan Othman, ambaye atakuwa mwenyekiti akiongoza wajumbe 7 akiwemo Profesa Ibrahim Hamis Juma, Jaji Mkuu mstaafu wa Mahakama ya Tanzania Balozi Ombeni Yohane Sefu, mwanadiplomasia na katibu mkuu kiongozi mstaafu Balozi Radhia Msuya, mwanadiplomasia na balozi mstaafu Balozi Luteni Jenerali Paul Mela ambaye ni mwanadiplomasia na balozi mstaafu, IGP mstaafu Said Ali Mwema, balozi mstaafu David Kampia na Dr. Stagomina Lawrence Taxi. Rais Samia kwa mamlaka alionayo chini ya kifungu cha 3 cha sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi sura ya 32 ameunda Tume Huru ya Uchaguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea nchini wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, imeeleza taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Dr. Moses Kusiluka. Na moja kwa moja tuelekee katika habari ya pili ambayo inasema MC Pilipili amekufa kwa kipigo. Kaka marehemu Emmanuel Matias maarufu MC Pilipili Christopher Matebe amesema matokeo ya uchunguzi wa awali yameonyesha kwamba kifo cha mdogo wake kilisababishwa na kupigwa na watu wasiojulikana. Hii ni baada ya mwili wake kukutwa na majeraha. Amesema hayo hii leo wakati akitoa mrejesho wa awali juu ya uchunguzi unaoendelea, ambapo ameushukuru uongozi wa hospitali pamoja na mbunge wa Dodoma mjini Mheshimiwa Anthony Mavunde kwa kuwa karibu na familia katika kipindi hiki kigumu, na amesema kuwa shughuli za kumwaga zinaendelea nyumbani kwao na ibada za maziko itafanyika nyumbani kwao Swaswa Dodoma, na amesisitiza taratibu za uchunguzi aliziachia mamlaka za serikali. Na kunako anga za kimataifa kuna habari inayosema mwili wa Mtanzania Joshua Mollel aliyeuawa na Hamas kuwasili leo nchini Tanzania. Mwili wa Joshua Loito Mollel, raia wa Tanzania mwenye umri wa miaka 21 aliyeuawa Hamas wakati wa mauaji ya Hamas utawasili leo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro, ambapo utapokelewa na familia yake na mamlaka ya serikali. Mapema jana balozi wa Tanzania nchini Israel ulifanya ibada katika mnara wa kumbukumbu wa Tel Aviv kabla ya kuondoka kwa mwili huo. Na mtazamaji wa Fazakil TV, huo ndio mwisho wa muhtasari wa habari. Ulikuwa nami Halima Chomba, asante na nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Fadhakir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir.